Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi. Na iwe rohoni mwako. Tukiwa bado katika siku za Pasaka, siku za ufufuko wa Bwana. Leo Filipo anataka njia ya kwenda kwa Baba, lakini Yesu anamwambia kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja, na atakaye kwenda kwa Baba anapitia kwake, kwa sababu yeye ndiye njia, yeye ndiye uzima. Hivyo sote kama tunataka kwenda kwake, lazima tupitie kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo tuweze kumjua vizuri, tuweze kujua njia zake, ili tuweze kufika kwa Baba. Sote tuko wadhambi, tujue dhambi zetu, tuwe tayari kutoa sadaka takatifu. Na kungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Ee Mungu, kwa wema wako umetupatia ulimwengu tiba ya mbinguni katika sherehe ya Pasaka. Uendelee kulijalia rehema kanisa lako, ili kwa kushika maagizo yako hapa duniani lifikishwe kwenye uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo na wenzake
waliingia katika sinagogi siku ya Sabato wakaketi. Watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Bali Wayahudi walipowaona makutano wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ikiwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni tawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mataifa waliposikia hayo wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana, na walikuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua wenye cheo na wakuu wa mji, wakawataharakisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba. Wakawatoa katika mipaka yao, nao wakawakutia mavumbi ya miguu yao, wakaenda Ikonio. Na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umemtendea wokovu. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Machoni pa mataifa ameidhihirisha haki yake, amezikumbuka rehema zake na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Shangilieni.
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama mngalinijua mimi, mngalimjua Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuoneshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu kuzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, amsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zilioni. Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo litalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitafanya. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tuitikie twakuomba utusikie. Twaomba utusikie. Wewe umetuambia ni njia, ukweli na uzima. Utupe moyo wa kuifuata njia hiyo bila kuchoka, Ee Bwana. Twaomba utusikie. Utupe moyo wa kujinasua na vishawishi vinayoweza kutukumba tukiwa njiani kutafuta, Ee Bwana. Twaomba utusikie. Tusaidie tusikwazane kati ya mienendo yetu mibaya, Ee Bwana. Twaomba utusikie. Na wakaribishe ndugu zetu, marafiki, wafadhili, marehemu wote waliofuata njia ya kutafuta kwa Kristo Bwana wetu. Amina.
Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakusihi uvitakase vipaji hivi, uipokee na kafara hii ya kiroho na utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tendo la kufanya kuleta wokovu. Kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hata wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo wakati wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kutoa kwa ajili yetu. Yeye anatetea vitu vyote mbele zako kama mbele. Ndiye aliyetolewa sadaka wala hasi tena, bali uhai daima yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo, katika upendo wa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia Mungu wa mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba wimbo wako wakisema Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, wewe mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa kupitia Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye aliyetolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate na kushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja.
Tunakushukuru kwa kuwa umetustahili kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tusali na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, kanisa lako lililoenea kote duniani ulikamilisha katika mapendo pamoja na waamini wetu uliowaamini Askofu wetu mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi, msaidizi wake mwenye cha Mungu na Wakristo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, upokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, mtakatifu Yosefu na wale Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kupitia tendo la wokovu wetu na kipawa wa mtihani ya Mungu, tunashukuru tena. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maisha ya milele. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokoe daima na dhambi, na wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, nimewapa mwana wa jina na neema wako. Usitazame dhambi zetu katika imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Tutakiane amani kwa kunyenyekeana. Tazama mwana-kondoo wa Mungu,
ndani za ulimwengu. Heri yao walioitwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Ee Bwana, sistahili niingie kwako, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu nikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Baba hao uliozima na dada wapate na kutazama Mungu ulionipa. Amina. Tuombe.
yatufai kwa kutengenezea mapendo yetu kwa njia ya Kristo. Amina. Tumsikie Kristo. Basi kama nilivyoonekana na maafisa ya asubuhi, wageni wetu wakipeana asubuhi, aliyetuongozea msamaha mkubwa sana amekaa hapa kwetu kama askofu msaidizi, na sasa wakuja na shughuli fulani ya ndugu itakayofanyika jioni, na tunashukuru Mungu kwa kuandaa mwaka Jumatatu asubuhi. Kwa kesho tutakuwa naye askofu wa kanisa na askofu msaidizi. Hapa watoto wangu yeye ni mwalimu wangu wa somo la elimu katika Bwana, na mwalimu wetu wa elimu ikiwa mtoto cha Bwana. Tunashukuru sana kwa au naona kanisuadi na waumini wanaosali kila asubuhi. Wengine wanatumia lakini hawako. Akikosekana mmoja mkubwa lakini hawa ndio waumini wanacheza asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you.